Tumekomba buheri wa afya popote unapoungana nami kwenye taarifa hizi za mbio ya KTN Jumatatu ya leo tarehe 18, ambapo taifa limeshuhudia kutokuwepo ama mgomo wa usafiri wa umma katika mataifa ama katika maeneo mengi ya kaunti mbalimbali humu nchini, ikiwemo miji mikuu na vile jiji la Nairobi, ambapo huduma za usafiri wa umma zimekatishwa, na baadhi ya maeneo yakiwa yameshuhudia kuwepo kwa vurugu na maandamano hapa na pale, ikiwemo jiji la Nakuru na pia katika mji wa Kitengela na katika eneo la kaunti ya Kiambu, baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kiambu ambapo pia maandamano yalikuwa yanashuhudiwa. Tutakuwa tunakuangazia hayo na mengine mengi ambayo yamejiri kwenye taarifa za habari. Karibu. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Millicent Randa na tafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Tuanze na taarifa hii ambapo mtu mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta mjini Kiambu. Jamaa aliyejeruhiwa alikimbizwa katika hospitali ya Kiambu Level 5 kupokea matibabu, huku afisa mmoja wa polisi wa kike akijeruhiwa baada ya kudondoka kutoka kwa gari la polisi lililokuwa likienda kwa kasi, na vile sasa amelazwa katika hospitali ya St. Bridget. Wakazi wameshtumu idara ya usalama kwa kile walichokitaja kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi, na vile katika kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakilalamikia gharama ya juu ya maisha. Fanya makosa kuwachagua. I hope nyinyi polisi wenye mnapiga watu tear gas, mafuta mtakuwa mnanunua 100. Maisha si ngumu kwenu, lakini kama maisha ni ngumu, tafadhali be fair to Wajiko na muache kutupiga na tear gas. Walai ni mbaya. As you can see, wanapiga wase tear gas, of which people they have their rights. They have to andamana because haiwezekani ati si tunalipa chwani tuseme mali unatembea unaweza tulikuwa unatumia mbao sasa unatumia chwani ama, so that's not fair. Sai akueleweki, hatujui mbele wala nyuma. Hatukuwa tunatarajia hivyo. Tukichagua Ruto tulikuwa tunadhania kila kitu itakuwa poa, lakini sai vile ground ni different. Tunakuja tu kuandamana vizuri na nyinyi mnatupiga matia gas. Sasa watoto kama sisi tukikunywa tia gas, ukweli haki na tuko tumekuja kutafuta haki, tutagrow aje? Na sisi tunataka kufika penye mmefika. Rais, kama unatusikiza, hii period yenye iko unaweza change ground, unaweza teremsha hiyo mafuta na tukusikize, otherwise tutafanya uamuzi wetu. Na sasa tukielekea Limuru, polisi mjini Limuru waliwatawanya vijana waliokuwa wamefunga barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru wakishiriki maandamano ya kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta, hali iliyosababisha shughuli za usafiri kutatizika kwa muda, huku biashara nyingi zikisalia kufungwa. Waandamanaji walichoma magurudumu makuu katika barabara na kuzuia magari kupita, wakitaka serikali kuingilia kati kupunguza gharama ya maisha inayozidi kuwaumiza wananchi wa kawaida. Wakazi pamoja na wafanyabiashara wa eneo hilo wamesema ongezeko la bei ya mafuta limeathiri pakubwa maisha yao na biashara zao, huku nauli za usafiri zikiongezeka kila uchao. Wanaweka mawe kwa barabara, usipotii na wao gari yako inagongwa. Gari yangu imegongwa sehemu ya nyuma na mbele, kwa sababu tumejaribu kuwaongelesha, kwa sababu sisi sio magari za abiria, sisi ni wasafiri ambao wanaenda kazini, lakini ni shida na ni kubwa sana kwa sababu watu hawaruhusiwi kupita. So serikali pia yahakikisha ya kwamba kuna mapolisi waweke kwa hii highway, kwa sababu hii ni highway ambao watu wengi wanatumia. Kwa saizi tumeamua tucheze mpira kwa sababu hatuna otherwise. Serikali venye inatupeleka mafuta mahali imefika. Sasa tumeona kuna otherwise, wacha tupige mpira, masaa ikifika tuende manyumbani. Ombi letu kama sisi wanabiashara wa uchukuzi, tunaomba serikali iteremse mafuta, special diesel. Tunaomba serikali iteremse mafuta kwa sababu mafuta ndio kila kitu. Hakuna pesa, mafuta imepanda. Watu wanaumia sana. Sasa mimi nilikuwa nafaa niende kazi, asijaenda juu hakuna magari. So serikali inafaa iangalia hapo. Ikituangalilia hapo hakuna maandamano yanaendelea. Tafadhali. Si tungeomba serikali. Ukiangalia si mafuta peke yake. Ukiangalia hadi gas imepanda. Unaona? Ukiangalia unga lazima itapanda. Mafuta ya kupika lazima itapanda. Sasa tuulize, kweli unataka kutufikisha mwisho? Tulikuwa tunakuchagua ndio uweze kutubadilishia maisha ya mwananchi. Na uweze kubadilisha Kenya yetu ikuwe mzuri. Ulikuwa umesema unaweka pesa mfukoni. Tafadhali Rais wa Kenya, kama unaweza tusikiza,
Hii maandamano si ati ni maandamano ya kutoa vita ama maandamano ya kukunini, ni maandamano ya kukusihi tu, tukuambie tu, tushushie tu ekonomi ya Kenya ili kila mtu aweze kuwa anapata kitu kwa mfuko. Idadi kuu ya Wakenya walikosa kufika kazini kufuatia mgomo wa usafiri unaoendelea nchini kote. Katika barabara ya Ngong, wengi walionekana wakirejea makwao, huku vituo vya magari na baadhi ya barabara zikisalia tupu kutokana na ukosefu wa magari ya umma. Magari mengi ya abiria yalionekana yakiwa yameegeshwa katika vituo mbalimbali vya mafuta, huku barabara ya Magadi eneo la Rongai ikifungwa na waandamanaji. Wakenya sasa wameitaka serikali kupitia upya bei ya mafuta na kuhakikisha gharama zake zinabaki nafuu kwa wananchi wa kawaida, wakisema maisha yanaendelea kuwa magumu kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Kubeba watu 100, 200, 300, lakini sasa hivi ukiambia mtu 400 mali anaenda hizi kubali juu. Pia yeye pia amejifinya mahali. Ingia hapa saa 12 asubuhi. Nilikuwa na travel kwenda Mbogani. Mbogani Karen huko. Nimekosa matatu mpaka saa hii. So saa hii hata nafikiria kurudi kwa nyumba. Kuna vile naweza enda na mguu. Kiambia naenda kutafuta, watu wanajua naenda kazi. Saa hii nikichukua pikipiki kutoka hapa hadi huko wananitisha pesa more than 1500. Mimi mwenyewe sitengenezi hiyo 1500 per day. Ndio hiyo nasema sasa nitarudi aje kwa nyumba mikono mitupu. Yeti niambia familia nimeenda kutafuta. Naishi huko zaidi za Dagoretti kona huko. So nimekujadi hapa mguu. Naenda job hadi Roysambu huko. Zaidi za Roysambu. Ukifika hapa hivi napata hakuna hizi matatu hizi nganya hizi. Vaa manze aweze kupunguza hiyo price ya fuel. Mbona sasa iko 214. So aweze kupunguza ndio at least transport iweze kurudi